Bwana Yesu asifiwe. Karibu katika ibada ya wakati ulioamriwa, lakini pia ni ibada ya ukombozi na ukuja kwako na Pastor Miamba, na tunaendelea katika mfungo wetu, lakini kuna jambo nataka tulishughulikie wakati huu kwa dharura, kwa wakati ulioamriwa, kwa sababu Bwana alikuwa ameniambia kuna kitu anaenda kunifundisha, halafu niseme na wewe, na ghafla nikawa nimefundishwa na mimi nataka tushughulike nacho kwa dakika chache tu. Tunaenda kinyume na roho zinazotumikisha watu. Roho zinazotumikisha watu. Tunaona roho chafu inapoingia ndani ya mtu huwa inaanza kumtumikisha. Roho huwa ina tabia kumtumikisha mtu, kumsukuma mtu. Kati ya kitu ambacho nitolee mfano tu, katika roho wa Bwana aliye ndani ya mtu hawezi kulala pasipo kufanya jambo fulani jema. Anatumikishwa na lile jambo jema. Hawezi kulala bila kufanya kitu fulani. Anatumikishwa. Mimi kwa miaka yote, zaidi ya miaka 10 sasa, tunaelekea miaka 10 ya ibada hizi zaanza siku na Bwana, haijawahi kuwa na amani eti siku iende ibada haijaja. Haijawahi. Yani siku moja mtandao ulisumbua, nilichanganyikiwa. Zile siku ambazo mtandao ulikuwa umekata, nilikuwa huku ndani, mimi mateso yangu yalikuwa ni kwa ibada haziendi, nilikuwa nateseka. Roho wa Bwana ananitumikisha kuyatimiza mapenzi yake. Lakini katika ulimwengu wa giza pia mapepo yanatumikisha watu. Sasa yanamtumikisha mtu katika roho za uharibifu, na ndio maana unaposoma katika ukombozi wa jambo lolote tunashughulika na roho. Na ndio maana ukuta tunapoombea ukombozi hatuwezi kukimbia kusoma katika kile kitabu cha Waefeso ile sura ya 6. Tunaona kuzichambua zile roho zinazotoka kwenye mstari ule wa 12. Anasema kwa maana kushindana kwetu sisi si juu ya damu na nyama, bali ni juu ya falme na mamlaka, juu ya wakuu wa giza hili, juu ya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunaishia hapo kuangalia roho zinazotumikisha watu. Ndio ziko kwenye kundi hili la majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho. Tunaposikia ni majeshi, kwa maana ya kwamba yanakuja na task force, kwamba kuna kitu lazima yatimize na hayarudi bila kutimiza kile kitu, yanaondoka kama jeshi. Na ndio maana hata mbinguni pia kuna jeshi la mbingu. Biblia inasema ya kwamba Mungu alipomaliza kuumba mbingu na nchi na jeshi lote la mbinguni, maana yake ni kwamba mbinguni kuna jeshi, kuna malaika wanaoshuka, wanafanya kazi, wanarudi kuyatimiza makusudi ya Mungu. Ni jeshi lile, ni jeshi. Kwa hiyo kwa sababu hata katika ulimwengu wa giza ni jeshi, moja ya vita tunayopambana nayo na hili ni haya majeshi ya pepo wabaya katika ulimwengu wa roho, ambayo yamebeba ajenda mbalimbali kwa ajili ya kuwatumikisha watu. Sasa huu utumwa ndio tunaoshughulikia leo kwenye ibada hii. Huu utumwa, tukiwa katika mfungo huu, tunataka tumwambie Roho wa Bwana aondoe utumwa ndani yetu, aondoe kutumikishwa. Yamkini mme wako anaweza kawa anatumikishwa na kitu fulani, anatumikishwa na pepo la ukahaba, anatumikishwa na roho ya wizi, anatumikishwa na jambo fulani. Hii kitu inamtumikisha. Kuna vitu vingine vinaweza vikawa vinamtumikisha mtoto wako ama watoto wako, usijue. Unaweza kukuta watoto wako wanatumikishwa na roho labda za masturbation ama roho fulani za kimya. Akiwa anafanya masturbation uwezi ukajua, ni vitu vya ndani, amejifungia kwenye chumba chake anafanya masturbation, uwezi jua, lakini ni roho inamtumikisha. Yamkini ni mtoto asiyejua namna ya kupambana na hivi vita. Mimi na wewe kama wazazi ambao tunamjua Mungu lazima tuende tukapige hizo roho zinazotumikisha watu, zinazotumikisha watoto wetu, zinazotumikisha wenza wetu, zinazotumikisha wafanyakazi wetu kama ni mtu umeajiri, zinazotumikisha mabosi wetu kama mtu umeajiriwa. Maana yake kuna roho zinazotumikisha watu. Nashangaa roho inaingia kwa mtu anaanza kutumikishwa kukuchukia. Roho inaingia kwa mtu anaanza kutumikisha kukulagai, kukutapeli. Roho inamtumikisha mtu.
Kwa nini ninaliongea hili leo? Nilikuwa nimepokea simu dakika 10 zilizopita. Mungu aliniambia nitulia nifundishe. Dakika 10 zilizopita Mungu amenifundisha kwa namna hii. Nimepokea simu kutoka kwa ndugu mmoja, amejitambulisha jina lake, akaniambia hivi, Pastor Miamba, nimekufuatilia kwa muda mrefu sana kwenye mitandao, lakini pia nakufuatilia kwenye hizi tamthilia ambazo umeanza kuzifanya sasa. Anaiongelea hii tamthilia yetu ya Prayer Force. Akaniambia mimi nimepona, lakini nataka kupona kwangu ni kukutangazia wewe roho chafu iliyokuwa ikinitumikisha toka mwaka 90 na ngapi sijui huko. Akaniambia hivi, mimi nimekuwa ni tapeli, tena sio tapeli mdogo, ni tapeli mkubwa sana. Ninaomba msaada, nimechoka, sitaki tena utapeli, sitaki tena. Nataka uniombee niachane na huu tapeli. Nimekufuatilia kwa muda mrefu, nimeona hii kitu siwezi, sasa nimechoka. Akaniambia nimeshakuwa mtu mzima sasa, toka nikiwa kijana nafanya hizi kazi, nimeshakuwa mtu mzima. Akaambia mimi ni tapeli, ukisikia tapeli mimi ndio namba 1. Akaniambia mimi naweza nikaja nikamtapeli mtu physically namna hii, akatoa hela zake na nikaondoka. Akaniambia kwenye mitandao ndio usiseme. Akasema zile zinazopigaga simu zile ni vile ni vitu vidogo sana kwake. Anasema mimi nafanya utapeli, ni utapeli kweli. Akaniambia mchungaji, unaweza usielewe, kata simu. Akasema unaweza usinielewe, kata simu, nataka nikupigie video call hapo ujue naongea kwenye level gani za utapeli. Akakata simu, alafu akanipigia kwenye video call, nikapokea. Ile kupokea, ninaona sura ya tajiri mmoja hapa Dar es Salaam, sura yake kabisa inaniongelesha. Alo Pastor Miamba, Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi mimi ninavyokuambia, dakika 10 zilizopita. Alafu baada ya hapo nikaambia amina. Akaambia ni mimi niliyokuwa kupigia simu, ninahitaji unikomboe, nipo katika level hizi. Anaongea na mimi lakini sura ni ya mtu mwingine, na anafanya vitu vyake ofisini, yani utadhani yuko ofisini kwake. Halafu akakata, akanipigia tena, akaniambia mchungaji, ni kwa level hizo. Akasema natumikishwa kwa level hizo, kwamba naweza nikapiga simu ya mtu yoyote ikatokea sura ya mume wake. Akaniambia tafadhali namtuma bodaboda hapo, sawa basi utampa hiyo, chukua hapo hela hiyo, mpe huyo boda. Na akaenda akachukua sura ya mume wake kabisa. Akaniambia mchungaji, nimefanya haya sasa, ni mtu mzima, nimeona sasa yatosha, ninataka kumrudia Bwana, nimechoka na haya mambo, nataka Yesu aniokoe, nataka Yesu aniponye, nataka Yesu anze na upya na mimi. Nimeshangaa sana. Nikamwambia okay, sasa tunafanyaje? Akaambia ninataka miongozo yako ya kiroho, Akasema nimechoka. Akasema mimi niko mbali sana, lakini najua hakuna umbali katika uponyaji. Ninaomba uponyaji, ninaomba kufunguliwa, ninaomba kuwekwa huru. Kuanzia leo sitaki tena. Basi nikamwombea pale. Nilivyomwombea akafunguliwa katika kifungo chake, halafu zile roho zikamtoka. Hapo Bwana akaniambia sio yeye tu, wapo watu wengi wanatumikishwa na roho. Akasema fanya ibada maalum ya wakati ulioamriwa kwa ajili ya watu kufunguliwa na kuwekwa huru kwa wakati huu. Ndio nikanyanyua simu. Sasa nimechanganyikiwa, najiuliza hivi kumbe ni kwa level hizi. Unajua mtu akija akisema hivi mimi nitapeli, unaweza usielewe ni kwa level gani. Mtu anasema anahitaji msaada wa kiroho, huwezi jua huyu mtu anahitaji msaada wa kiroho kwa level gani. Ananiambia mchungaji, nimefanya hivyo kwa level hizo. Akasema hivi, taja mtu yoyote nikufanyie hivyo, nikupigie simu yake uone unaongea naye kabisa. Ninataka msaada wa kiroho, nimechoka, nataka kufunguliwa. Nikaomba kwa ajili yake, akafunguliwa. Ona sasa jinsi Yesu alivyo mwema, ona Mungu alivyo mwaminifu. Akiamua kumfungua mtu kwa wakati ulioamriwa, Mungu anamfungua.
Nataka tuombe juu ya roho zinazowatumikisha watu. Tutaomba kwa ajili ya roho inayomtumikisha mme wako, mke wako. Tutaomba kwa ajili ya roho inayowatumikisha watoto wako. Tutaenda kuomba kinyume na roho za matapeli wote wa mitandao, matapeli wote wanaoitwa matapeli kwa namna iwayo yote. Tunaenda kuomba roho zinazowatumikisha ziwaachie. Tunamkemea Lucifer na malaika zake, tunamkemea kwa jina la Yesu. Unajua hizi roho zinavyokuwa zinatenda kazi, huwezi ukamwambia mtu kwamba hii ni roho inayotenda kazi kama sio mtu wa rohoni. Mtu wa rohoni hawezi elewa mambo yanavyo, mtu asiye wa rohoni hawezi elewa mambo yanavyoenda. Lakini mtu anakuja na kusema, mimi hichi kitu kimenichosha, kimenitumikisha, sasa yatosha, ninahitaji msaada wa Bwana, ninahitaji kuokoka, nahitaji kumrudia Yesu, nahitaji kuanza maisha mapya. Angalia, familia yake inaweza isijue kinachomtumikisha, miaka nenda rudi, na nishakuwa mzee sasa. Anasema nishakuwa mtu mzee, haya mambo sasa yatosha, namtaka Yesu, namtaka huyu Yesu. Hebu angalia jinsi ambavyo tunamhitaji Yesu juu ya roho zinazotumikisha. Unaweza kukuta unatumikishwa, hata wewe unaweza kuwa unatumikishwa na roho fulani. Leo ni ukombozi wako. Bwana anaenda kukukomboa na roho zinazotumikisha. Nataka tuende mbele za Bwana sasa. Yamkini unaweza ukawa unatumikishwa na roho ya ulevi, ya roho ya uzinzi, roho ya uongo. Unaweza ukawa unatumikishwa na tabia mbalimbali. Tabia iwayo yoyote, Bwana anaenda kukukomboa na tabia mbaya inayokutumikisha. Nataka tuende mbele za Bwana tuombe. Baba mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, Mungu liye hai, ninakushukuru sana. Asante kwa maana wewe Mungu unawaokoa watu wako kinyume na kutumikishwa na nguvu za giza na roho zitendazo kazi. Mungu liye hai, ninajua zipo roho zinazotenda kazi kwa watu, zipo roho zinazofanya uharibifu kwa watu, zinawatumikisha lakini wamechoka. Mungu liye hai, ninaomba kwa ajili ya mtoto wako huyu anayenisikia wakati huu. Yamkini ipo roho inayomtumikisha lakini amechoka, anahitaji msaada wako. E Bwana, mafuta yako yamiminike wakati huu. Roho Bwana, ninaomba ukamtoe mtoto wako kwenye roho ya kutumikishwa na nguvu za giza. Umtoe mtoto wako kwenye hali ya kutumikishwa na uharibifu wa kipepo. Roho Bwana, ninaomba nguvu zako ziendelee kuwahudumia watu wako kama ulivyomhudumia yule mtu ambaye umemleta kwa ajili ya kuhudumiwa. Baba, ninaomba hata hawa na huyu anayenisikia wakati huu umhudumie. E Bwana, hudumia maisha ya mtoto wako huyu, anatumikishwa na roho chafu za madeni, za umaskini, roho chafu za tabia mbaya, roho chafu za uzinzi, roho chafu za utapeli. Mungu liye hai, ninaomba uwepo wako kamkomboe mtoto wako huyu kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, ninaomba rehema na neema zako zidhihirike hata kwa ajili ya mwenza wa mtoto wako anayenisikia. Roho chafu zinazotumikisha mwenza wake zimtoke kwa jina la Yesu. Roho chafu zinazotumikisha watoto ziwatoke kwa jina la Yesu. Roho chafu zinazotumikisha wafanyakazi ziwatoke kwa jina la Yesu. Roho chafu zinazowatumikisha waajiri ziwatoke kwa jina la Yesu. Roho chafu zinazoingia na kutumikisha kupitia tabia zitoke kwa jina la Yesu. Natangaza kwa jina la Yesu uhuru wa ndani kinyume na roho zinazotumikisha katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, Baba, asante kwa mafuta yako, asante kwa nguvu zako, asante kwa kibali chako. Mtoto wako huyu, chochote kinachomtumikisha ukawe ukombozi wake leo. Roho Mtakatifu, chochote kinachomtumikisha mtoto wako huyu ukawe ukombozi leo katika jina la Yesu. Ukawe ukombozi leo katika jina la Yesu. Chochote kinachomtesa na kumtumikisha ukawe ukombozi leo katika jina la Yesu. Kwa wakati ulioamriwa huu, roho chafu zinazomtumikisha mume wako pasipo wewe kujua, roho chafu zinazomtumikisha mke wako pasipo wewe kujua, ukawe ukombozi leo katika jina la Yesu. Baba, ninaomba ukombozi wako kadhihirike kwa jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Mungu aliye hai, roho chafu zinazotumikisha watoto wako zikawatoke katika jina la Yesu. Baba, nalibariki na kuliinua jina lako Mfalme. Sifa, heshima na utukufu ni vya kwako katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Amen, amen, amen. Mungu wangu akubariki sana. Ibada hii ni ibada kubwa ambayo inaenda kumfungua kila mtu kwenye kona ambayo anatumikishwa, hautatumikishwa tena. Mungu wangu akubariki sana. Uwe na wakati mwema katika mfungo huu.
unaweza ukaendelea katika hali hii kuomba roho chafu zinazotumikisha, unazozijua na usizozijua. Halafu baada ya hapo utaachilia sadaka yako njema sana kwa Bwana, kinyume na roho zinazotumikisha, zinazokutumikisha wewe, zinazomtumikisha mwenza wako, zinazoyatumikisha maisha yako. Kuna utumwa ambao mtu anaweza akawa nao asijue, lakini Bwana akusaidie. Basi tunaenda kuachilia sadaka hiyo kwenye ile lipa namba ya M-Pesa, halafu taandika kwamba hii ni sadaka yangu kutoka katika roho ya utumwa. Halafu na mimi nitaiombea, nitaomba kwa ajili ya hiyo roho chafu ya utumwa, na utaiachilia sadaka kwenye ile lipa namba ya M-Pesa ambayo ni 57 78 76 0, au namba za mawasiliano 0713 84 21 23 au 0744 98 25 17. Mungu wangu akubariki na uwe na wakati mwema. Amen.